Naam, hujambo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV. Karibu sana tuendelee kufahamishana mambo mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii ninakusogezea habari inayohusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Chadema kwa siku ya tarehe 23 walifanya mkutano wao au uzinduzi wa kampeni yao ya No Reform No Election, ambayo ilizinduliwa kwenye kanda ya Nyasa kwenye viwanja vya Rwanda Nzovwe jijini Mbeya. Sasa katika hali isiyo ya kawaida au katika hali ambayo pengine hata Chadema wenyewe hawakuitarajia, mwitikio haukuwa mkubwa sana. Kama ambavyo wao wenyewe wamezoea kupata ule mwitikio ambao wamekuwa wakiupata kwenye hiyo kanda ya Nyasa. Sasa watu wengi wamehoji mitandaoni kwamba imekuwaje Chadema wapo katika yani hawapati mwitikio mkubwa sana kwenye maeneo au kwenye mazingira ambao wao ni kama nyumbani. Sababu kanda ya Nyasa Chadema kwao ni kama nyumbani. Sasa wadau mbalimbali wameweka comment zao au wameweka maoni yao kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, na wengi kati ya hao wanadai kwamba Chadema imepoteza mvuto. Chadema imepoteza mvuto kwa sasa kwa sababu kampeni zilikuwa ni nyingi au promo, kwa lugha nyingine promo zilikuwa ni nyingi, lakini mwitikio ambao chama hicho umeupata kwenye uzinduzi wa kampeni hiyo ya No Reform No Election umekuwa tofauti kidogo. Lakini pia watu wanadai kwamba Chadema inafanya vitu vyake vingi sana mitandaoni, tofauti na kufanya vitu vyao vingi kwenye field, kwa sababu wanasema watu wao watu wao wengi ambao wako mtandaoni sio wale wanaoenda kwenye mikutano ya hadhara. Kwa hiyo wadau wanasema Chadema waongeze kufanya activities zao kwenye field kama hizo promotion na nini, lakini pia na huko mitandaoni wawahimize watu wajitokeze kwenye mikutano yao ya hadhara. Kwa mfano hapa hii video ambayo nimeshare na wewe hapa, ni kuna mtu amerekodi ikionyesha watu jinsi walivyo wachache kwenye mkutano huo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yani uzinduzi wa No Reform No Election huko kanda ya Nyasa. Lakini pia jambo kubwa ambalo lilijitokeza kwenye mkutano huo ni pamoja na mapokezi ya aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho na mgombea wa urais kupitia Chadema Dr. Wilbrod Slaa. Amerejea chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yani chama chake cha zamani, na kupokelewa na mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu katika uwanja wa Rwanda Nzovwe Mbeya tarehe 23 mwezi Machi, na chama kikazindua operation yake ya No Reform No Election katika jiji la Mbeya. Sasa wadau wametoa maoni yao. Wadau wametoa maoni yao. Anasema wadau wametoa maoni yao kuhusu Chadema kumkaribisha Dr. Wilbrod Slaa. Wasema huyu atatuacha njiani. Maneno ya kitabu chake Nyuma ya Pazia na ugaidi ndani ya Chadema yanaishi. Unless otherwise arudi studio aje na second edition atuambie anakanusha vipi yale maandiko yake. Tafadhali kwa wanachama wetu tujivunie uwepo wao. Kuna mtu anaandika, pamoja na kile mnachoendelea kukifanya kama chama, mmechukua hatua gani ya dharura dhidi ya kauli ya Amos Makalla kuwahusisha na mpango mchafu wa matumizi ya biological weapon kwa siku za karibuni ili kuzuia uchaguzi? Kwenye chama wote tunahitajiana. Watu wote waliokuwa wametawanyika, ni muda sahihi sasa wa kurudi kundini, kuondoa hawa mabepari. Unahitaji umoja wa hali ya juu sana. Kuna mtu akasema ni ujinga. Je, kitabu chake Nyuma ya Pazia atakifuta? Hili swali litaulizwa kila mahali. Na mtu akasema nakubali. Unaona? Asema Dr. Slaa huyu au yule wa Nyuma ya Pazia. Unaona? Kuna mtu akasema moto utawaka pamoto sana. Karibu tena dokta. Vituko kwenye siasa. Amerudisha kadi ya mboga. He is very genuine. The real legend. Salute. Ile nafasi moja ya viti maalum vya mwenyekiti kwenye kamati kuu babu kashaipata. Itisheni baraza kuu. Mzee apangiwe kanda ya kwenda
kuzuia uchaguzi. Mzee na gwanda yake ya ubalozi. Peji hii isitumike kuelekea matapishi ya kina Slaa. Amekashifu chama na viongozi wake katika presi zake na kudiriki kutunga kitabu cha kuzihaki kukashifu chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema. Atafuta kitabu chake. Ndio maana makala anasema maandalizi vitendo vya kigaidi. Ushahidi utakuwa hizo vitabu. Bravo. Kwani alitoka lini na alienda chama au pole lipi kwamba leo anarejea? Kitabu chake cha nyuma ya pazia ni maandishi yanayoishi kuanzia kumkashifu Tundu Antipas Lissu mpaka kuihusisha chama cha demokrasia na maendeleo ya Chadema na ugaidi na Freeman Aikaeli Mbowe na masuala ya utekaji. Huu ni uhaini. Anapokelewa only because hayuko upande wa Freeman Aikaeli Mbowe, kuthibitisha kuwa Tundu Antipas Lissu ni mtu wa visasi na anaongozwa na hisia. Haya ni maoni ya wadau tofauti huko mitandaoni ambao wametoa maoni yao kuhusu kile ambacho kilitokea kwenye mkutano wa chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema kwenye uzinduzi wa kampeni yao ya no reform no election jijini Mbeya siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Na maoni yamekuwa tofauti, watu wamekuwa wakipingana huku na huku, lakini tusubiri tuone kwa sababu Chadema watakuwa na muendezo wa mikutano ya namna hii. Tusubiri tuone na kwingineko watakakokwenda mwitikio utakuwaje. Tuone mwitikio utakuwaje na huko kwingine. Nikusii ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa kama hii na nyingine nyingi. Chao.